Na msikilizaji, hii ni sehemu ya 10. Asante sana kwa kuwa msikilizaji kufika mpaka dakika hii, lakini nakuomba haiwezekani ufike sehemu ya 10 halafu bado hujasubscribe. Fanya hivyo sawa? Hata wewe mwenyewe ambaye bado hujasubscribe channel hii, fanya hivyo. Na kwa wale wote ambao umeshasubscribe, bonyezeni alama ya kengele ili kila story inapotoka tu muweze kupata taarifa mapema, sawa? Yes, tunazidi kusonga mbele msikilizaji. Kwa maoni yangu nahisi kuna kitu ambacho huyu mama kipo. Jamani, sio chuki. Yaani mimi ndo ningekuwa ni mara nimekuhudumia vyote hivyo afu mama naona watu wengi mnasema ya kwamba mama ni mama akosei. Mama akosei? Kwa upumbavu? Hapana, na kurudisha kijijini haki ya nani? Kakae kwanza kijijini, hamna namna. Hata Mungu mwenyewe ananiona. Jamani. Lakini pia kuna kirusi kingine msikilizaji kimeingia mjini. Sijui kama watu mmeshakiona, lakini mmoja ya msikilizaji aliye comment sehemu ya 9 anaitwa Rebecca Ibrahim, yeye ameshakiona pia. Ameandika ya kwamba sina amani na hako kapendo kabisa. Jamani, mimi mwenyewe sina amani na huyu Pendo kabisa, sina amani. Na hisi atashirikiana na mama yake kuweza hata kumwangusha kwa namna yote ile mara. Hatujui, tunasonga mbele na kipi kitakachoendelea ama kilichotokea huko ambako Mara amamua kwenda kwa Charles kuchukua vitu vyake. Charles anamwacha hivi hivi ama vipi? Langu jina ni Lucas Lumba, simtarishaji ni Chuchu. Basi tunasonga mbele. Nilikuwa nimepaki nje ya nyumba ya Charles, huko moyo wangu ukiwa na wasiwasi sana. Sijui kwa nini, lakini nilikosa amani ghafla tu. Hivyo nijikuta nikimpigia David. David akasema kwamba ndio umeshamaliza mapema hivyo wakati nilikuwa nimekupa masaa mawili. Bila utani nikasema kwamba David, naomba unisikie. Yaani sina amani kabisa David. David kaniambia uko wapi kwani? Nikamwambia niko nje ya nyumba ya Charles, lakini siweza kushuka kwenye gari. David akasema basi usiende, nisubirie nakuja hapo. David alisema hivyo. Kisha nikamsikia akianza kuhangaika, bila shaka ni kujiandaa kuja. Kabla sijamjibu nilimuona Charles akitoka na kuja kwenye gari langu. Sasa nilimwambia kwamba Charles anakuja, inabidi niende. Nilimwambia na kuweka simu kwenye mfuko. Kisha nikafungua mlango na kushuka. Charles alikuja na kunikumbatia kwa furaha sana, na mimi nilifuata tu mwongozo wake na kumkumbatia. Charles akaniuliza kwamba nimeona umepaki muda mrefu na kusubiria ufiki. Nilikuwa naongea na simu kidogo. Sawa, karibu sana. Aliniambia sasa akitangulia ndani. Charles alikuwa ni mstaarabu. Yaani ni kama yule Charles wa zamani. Lakini bado nafsi yangu haikutulia kabisa. Niliamua kuachana na hii hofu na kufuatana na Charles. Alikazana kuniuliza kuhusu kazi, kama nimefanikiwa kupata meneja mpya na mambo kama hayo. Tulipoenda ndani, alinikaribisha hadi chumbani kwa wageni, ambapo aliniambia ndipo amekusanya vitu vyangu. Akaniambia kwamba wewe nenda tu, mimi naamini nje unaijua, nitakusubiria hapa sebuleni na glasi ya wine. Cheza aliniambia hivyo huku sasa akikaa kwenye kochi na kuanza kutazama TV. Nilienda kwenye chumba cha wageni, ambapo nilikuta mabegi yangu ya nguo na vitu vyangu kadhaa ambavyo vilikuwa kwenye chumba nilichokuwa nalala na Charles. Naona amenifanyia wema mkubwa wa kunifanyia hili. Kwa furaha kubwa nilitoa simu yangu na kumpigia David. Wakati nasubiri apokee, mlango ulifunguliwa. Nilipofanikiwa kugeuka, nilikuta Charles ameshanyanyua kitu ambacho sikukiona vizuri, kisha akanishushia kichwani. Nilianguka na kuanza kusikia kichwa changu kikiloa. Nilitamani nipige kelele, lakini ilikuwa ni kama vile ubongo wangu uliacha kufanya kazi. Lakini niliweza kumsikia vitu, yani kama Charles akisema kuwa kama yeye hata nipata, basi atahakikisha hakuna mwanamume mwingine yote atakayenipata. Taratibu macho yangu yalikuwa mazito zaidi na usingizi ulioambatana na maumivu ukanichukua. Nilipofungua macho tena, nilikuwa sehemu nyeupe yenye utulivu kabisa. Nilipotazama vizuri, nilielewa kuwa nipo hospitali. Nesi aliingia mida hiyo na kunikuta nikikazana kushangaa. Alinitazama kwa tabasamu na kunisalimia, kisha akaniambia anaenda kumuita daktari. Sasa baada ya nesi kutoka tu, aliingia Michael akifuatana na Devi pamoja na Cindy.
Michael akasema kwamba asante Mungu umeamka. Unajisikiaje dada? Maumivu sana unahisi? Michael aliniuliza huku akinikagua. Nitabasamu tu nikasema kwamba niko sawa Michael, usiwaze mdogo wangu. Nilimwambia hivyo. Sasa Cindy akasema kwamba tusiwaze. Nani anajua yule Taira angeishia kufanya nini kama Devi asingefika kwa wakati? Mimi natamani hata afie jela au balo lote limpata. Yes. Unajua sababu wakimwachia yule mpumbavu, miwalai kabisa mimi nitamnyonga kwa mikono yangu. Cindy alikuwa anaongea kwa hasira, huku Devi akiwa anamtazama kwa tabasamu lililojaa upendo. Wote tunajua Cindy hawezi kufanya haya yote. Ana roho nzuri sana, lakini kama kuongea ndio kinachomridhisha kwa sasa, basi ni bora tuongee. Muda huo daktari aliingia na kuwaomba watoke. Aliniuliza maswali ya kijinga tu kama jina, tarehe, rais wa kwanza wa nchi yetu. Kisha akanimulika machoni na kunikagua kama alivyotaka. Baada ya kujiridhisha kuwa niko sawa, aliniambia angependa nipumzike hadi kesho ili waangalie hali yangu. Nilimshukuru kisha akatoka. Haikuchukua muda usingizi ukanichukua tena, hasa baada ya marafiki zangu kuondoka. Ilipofika jioni, Kesi ndo aliyekuja kunisalimia. Nilifurahi sana sababu nina nafasi ya kujua kila kitu kinachoendelea huko nje, sababu Cindy amechukua simu yangu ili niweze kupumzika. Kesi alipokuja ndo aliyeweza kunielewesha vizuri kilichotokea. Charles alinipiga na kitu kizito ambacho bado hakijajulikana ni nini na yeye mwenyewe hajasema. Nilichanika kidogo lakini angalau sio usoni. Kilichoniokoa ni Devi ambaye alisikia kinachoendelea kwenye simu, na bahati nzuri alikuwa ameshaanza safari tangu nilipompigia nikiwa bado kwenye gari. Hivi sasa Charles yupo polisi tangu jana, ambapo ndo siku aliyonifanyia hayo mambo. Basi Kesi akaniambia kwamba pole sana mpenzi, lakini ulitakiwa umsubiri Devi kabla ya kwenda kuonana yule mjinga. Hivi Charles alikuwa na wazani jamani? Mbona ametafuta ni kujaribia maisha tu? Msikilizaji, sikuongea chochote. Nilimsikiliza tu Kesi akilalamika kwa niaba yangu. Akili yangu na moyo vimechoka sana sababu hii ndio kawaida mpya ya maisha yangu kwa sasa. Watu kunifanyia vile wanavyotaka. Watu kuona ni sawa tu kunifanyia vile wanavyojisikia. Mimi nidhani kuwa na pesa kunaweza kubadilisha hilo, lakini mpaka sasa jibu ni hapana. Baada ya Kesi kulalamika sana, muda wake wa kuondoka ulifika, kisha akaja kunipatia dawa ambazo zilinipa usingizi haraka sana. Nilisikia mtu akichezea uso wangu, akipapasa nyusi na mashavu yangu. Macho yangu yalikuwa mazito bado, lakini nilitamani kumuona mtu huyo. Hivyo nikahangaika kuyafungua. Nadhani akili yangu imechoka sana, hivyo imeanza kunichezea michezo. Kian hawezi kuwa na mimi hospitali. Alitakiwa awepo Uingereza au popote alipo kwa sasa. Hawezi kuwa hapa tena pembeni yangu akinichezea mashavu yangu. I say, inabidi tuache kukutana hivi, Kian aliniambia nilipofungua macho. Yes, ninaota au labda dawa zimenilewesha vya kutosha. Hayo ni maneno ambayo Kian anapendaga kunitania nayo sana, kwamba inabidi tuache kukutana hivi. Kwa hiyo hii ni ndoto tu. Nijiambia na ugeuza kichwa changu na kuendelea kulala. Nilipoamka tena macho yangu yalikuwa mepesi kidogo, na kweli hakukuwa na Kian yoyote. Kumbe ilikuwa ni ndoto bwana. Labda ni hizi dawa. Wakati nikiendelea kuwaza ndoto ajabu niliyoota. Wakati nikiendelea kuwaza hayo yote, Nessa aliingia na kunitazama. Kwa sababu najua kabisa kwenye ndoto mimi nilisi kabisa ni kama Kian akinigusa, lakini anyway, acha tuashumu ni ndoto tu. Basi Nessa aliangalia pale kidonda changu na kukifunga upya, kisha akaniambia wageni wangu wanakuja. Nimshukuru na kubaki pale nikiwa na furaha sababu najua lazima awe Cindy au Devi au Michael au Kesi. Mimi sina mtu mwingine wa kuja kuniona. Lakini maneno yote yalipotea akilini mtu alipoingia na ua kubwa kuliko yote niliwahi kuona. Ni yale aliyoandaliwa kama zawadi. Yalikuwa mengi sana. Yaliwekwa juu ya meza, na huyo kijana aliyeleta alitoka. Nilitamani kushuka nikatazame,
nijue nani amefanya hivi. Lakini kabla hata sijatoka kitandani, mlango ulifunguliwa tena na awamu hii akaingia Kian akiwa na tabasamu kubwa sana. Nikawaza hapana, siwezi kuwa ninaota bado. Lakini labda ni ndoto. Ndio, hii itakuwa ni ndoto. Lakini Kian hakuwa mwenyewe, alikuwa na Jordan pamoja na Devi. Sasa Devi akasema kwamba Mara, umeng'aa sana leo. Inaonekana umeshapona wakuruhusu tu twende nyumbani. Devi alisema hivyo huku akija kunikumbatia. Sikutamani hata kuongea sababu ndo nimeamka. Sijapiga hata mswaki wala kufanya chochote kile. Nitabasamu tu. Devi aliendelea kuniuliza kwamba vipi unajisikiaje leo? Nilimjibu ya kwamba najisikia kama naweza kwenda kwenye show yoyote ile. Devi alicheka tabasamu kubwa. Akasema kwamba okay, ngoja nikawaharakishe wakuletee chai. Aniambia na kutoka pale wodini. Jordan alisogea karibu ya kitanda changu na kunipa pole huku akinitakia kupona haraka. Hakukaa sana, alisema kuna mahali anahitajika, hivyo aliondoka. Nilibaki na Kian pekee pale ndani. Alinitazama kwa sekunde kadhaa, kisha akaja kunikumbatia. Kama nilivyokuambia wakati ule, inabidi tuache kukutana kwa namna hii. Unamaanisha nini? Kukutana wewe ukiwa na shida. Mimi sipendi kukutana na wewe nyakati za shida tu. Kian aliniambia huku akichezea nyusi zangu. Kitu kilichonifanya nifunge macho na kushusha pumzi kwa jinsi nilivyokuwa najisikia vizuri. Natamani uwe na furaha kila wakati Mara. Wewe ni mwanamke unastahili furaha. Niliamua kubaki kimya huku nikifurahia alichokuwa ananifanyia kwenye nyusi zangu. Vipi dia jambo? Kian aliachia kicheko kikubwa kilichofanya moyo wangu uende mbio. Leo sitakuruhusu ubadili mada. Swali lako nitakujibu baadaye, lakini ndo kama nilivyosema, unastahili furaha. Wewe tu ndo unaona hivyo Kian, lakini wewe na mimi tunajua maisha yangu yalipangwa kuwa hivi ya mateso na maumivu na kulia kila wakati. Mimi nilikuwa natafuta pesa kwa bidii, nikijua nikiwa nazo basi matatizo yote yataisha. Kumbe pesa haitoshi. Unahitaji misuli pia kupiga watu ili nao wasiweze kukupiga. Unahitaji kuwa na moyo wa chuma ili watu wasiweze kukuumiza. Na unatakiwa ujue kuishi mwenyewe sababu familia yako inaweza kukataa kama yangu ilivyonikataa. Mara, unajua ni mwanamke wa pekee sana Una upendo wa ajabu. Una ujasiri wa kipekee kabisa. Unadhani wanawake wote wangepitia yote uliyopitia wangebaki na nguvu kama ulionao wewe? Nguvu ya kutabasamu kila siku na kupenda watu wengine kama unavyopenda marafiki zako. Watu wengine wangeanza kuilaumu dunia na kuichukia na hata kuchukia kila mtu, lakini wewe una upendo, unajali, unawatunza watu waliokuzunguka. Hicho pekee kinatosha kuelezea namna gani wewe ni mwanamke wa kipekee. Hapana Kian. Unajua kila mtu unajua anasema hivyo, lakini no, unaisha kuteseka tu. Mimi nimechoka kusikia maneno yenu kuwa sijui ni mwanamke mzuri, jasiri, mwenye nguvu. Hasaidii chochote. Haujamzuia Chazi kunifanyia chochote alichofanya. Hayo maneno yenu mnayozungumza hayajamzuia hata Chazi kunifanyia chochote. Ya nini sasa kuniambia maneno wakati hasaidii chochote? Bora tu muache kuzungumza. Msikilizaji, nilikuwa na hasira sana. Sikuhitaji mtu akuja kunieleza maneno sasa hivi ya namna hiyo. Kian alifungua mdomo wake kunijibu, lakini mlango ulifunguliwa. Na David ndo aliyekuwa amefungua, akiongozana na nesi mwenye kifungua kinywa kwa ajili yangu. Nilimshukuru na kuanza kula bila kuongea chochote. Nilifurahi sana kuwa na sababu ya kuacha kuongea na Kian. Baada ya kunywa chai, daktari alipita na kunifanyia vipimo, kisha akaniambia kuwa ninaruhusiwa kuondoka. Nilitabasamu sababu angalau sitakuwa hospitali tena. Lakini hakuna furaha yote inayoendelea hapa. Naenda nyumbani kukaa mwenyewe, sio kwamba kuna mtu anayenisubiri nyumbani. Nilioga na kupiga mswaki, kisha nikavaa nguo safi ambazo ni jeans pamoja na t-shirt
na kichwani nilivaa kofia. Sehemu iliyochanika kichwani ndogo sana, lakini bado ni kidonda. Niliweka vitu vyangu vichache kwenye begi ambalo Dave alilibeba. Nilimvuta Dave na kumkumbatia sababu sijui ningekuwa wapi kama asingefika wakati aliofika. Sikuweza kutamka hayo maneno sababu naogopa naweza kulia. Lakini kwa Dave sikuhitaji kutamka chochote. Yeye ni rafiki yangu na ananijua vizuri sana. Dave akaniambia kwamba hakuna shida Mara. Nimefanya kitu ambacho najua hata ingekuwa wewe lazima ungefanya. Dave aliniambia huku akinipapasa mgongo wangu. Baada ya kuhakikisha sitalia, nilimwachia huku nikitabasamu. Kian aliyekuwa na sisi pale alibeba yale maua makubwa na kufuatana sisi. Gari pekee lilokuwepo hapa ni gari la Kian. Hivyo yeye ndo alikuwa dereva wetu. Devi alimwelekeza Kian hadi kwangu ambapo nilishangaa kuwakuta Casey, Cindy na Jordan. Nilipoingia ndani kulikuwa na maua kila mahali, bango kubwa la welcome home na marafiki zangu wawili waliokuwa wananitazama kwa furaha ya ajabu. Moyo wangu ulijaa furaha sana. Michael ambaye sikumuona nilipoingia alikuja akitokea jikoni na kuja kunikumbatia huku macho yake yakijaa machozi. Michael alisema nimefurahi umepona dada. Alisema huku akiwa amenikumbatia. Kuna wakati sipendi kumkumbatia Michael sababu ananiaibisha kutokana na jinsi alivyo mrefu. Aliponiachia kila mtu alianza kunikumbatia na kuniambia pole na kuwa amefurahi nimerudi nyumbani. Ulikuwa ni mchana mzuri sana. Marafiki zangu walijitahidi kunifanya niwe na furaha. Walipika chakula kizuri ambacho tulikifurahia kwa pamoja, kisha tukacheza michezo mingi tu. Hadi watu walipoanza kuondoka ilikuwa ni jioni saa 1 ambapo tulishakula chakula cha usiku. Jordan ndo alitangulia kuondoka. Kisha akafuata Michael mdogo wangu ambaye utadhani angebaki na mimi, lakini mama hamruhusu kulala nje tena. Kulala kwangu hilo haruhusiwi kabisa ni. Asa Casey akasema kwamba mimi nitabaki na wewe kwa ajili ya kukuangalia. Nikamwambia kwamba hapana, msio na shaka, mimi nipo vizuri. Nikiamka kesho nitakuwa vizuri zaidi. Kwa hiyo mimi sihitaji mtu akuniangalia kama mtoto. Casey akasema unaongea nini Mara? Mimi ni rafiki yako. Natamani tu kukusaidia ile safari yako ya kupona iwe rahisi zaidi. Nilimwambia kwa ukali kidogo nikasema jamani, kama nilivyokuambia Casey na wengine wote sihitaji hilo. Naweza kufanya vitu mwenyewe, sio kwamba nimetoka macho au nimekatika miguu au mikono jamani. Basi Casey aliacha tabasamu na kuniambia hakuna shida. Alikaa kama nusu saa zaidi, kisha akaaga kuwa anaenda nyumbani. Baada ya yeye kuondoka alifuatia Cindy na Devi. Basi nilimwambia Kian ya kwamba na wewe hauondoki kama wenzako, Mnatakiwa mniache jamani nianze kuzoea upoke wangu mapema. Nilimwambia Kian ambaye alikuwa amekaa pale sebleni, yani kama vile ndo amefika. Mimi sina mpango wa kuondoka sasa hivi. Kwa hiyo utanifukuza ama? Itakuwa vizuri kama ukiondoka. Nahitaji kwenda kulala. Wewe nenda ukalale tu. Vitasa vyako ni vya kisasa, naweza kufunga mlango hata kwa nje. Kwa hiyo hakuna shida. Kian alinijibu huku akiendelea kuangalia TV. Tena akibadilisha na channel kabisa. Nijitupa pembeni yake kwa hasira. Hivi kwa nini unataka kuniacha kwa amani Kian? Kwa sababu nakudai. Nahitaji mtu wa kumshushia mizigo yangu. Napitia kipindi kigumu sana. Okay, niko hapa. Ongea. Nilimwambia huku nikijiegemeza vizuri kwenye kochi sababu najua nikimsikiliza haraka ndipo ataweza kuondoka haraka. Nimeachana na Dee. Lini na kwa nini? Nilimuuliza huku nikishindwa kuunda sentensi. Walikuwa nakaribia kuoana kabisa hawa. Sasa nini kimewapata? Ulibahatika kushuhudia ugomvi wangu na Dee mara kadhaa. Sio kwamba tulikuwa vizuri sana. Lakini tangu nimeenda Uingereza imekuwa shida zaidi. Yani haniamini na bado hataki kuambatana na mimi kuja Uingereza. Anadai kazi zake zipo huko. Nijitahidi sana kumhakikishia kuwa hakuna mwanamke mwingine zaidi yake. Lakini nimefikia hatua nikachoka, hivyo nikamwambia tu tuachane. Lakini mlikuwa mnakaribia kuoana kabisa nyie. Kusema kweli kama ingekuwa ni uamuzi wangu nisingemvalisha Dee pete.
na hilo yani linanileta kwenye changamoto yangu ya pili. Babangu amefariki mwaka jana mwishoni. Kian alisema kwa huzuni kubwa. Nijikuta tu nikimvuta na kumkumbatia sababu naelewa kabisa maumivu ya kumpoteza mzazi. Pole sana Kian. Nisamehe, sikujua na sikuweza kwa upande wako. Hakuna shida. Watu wengi hawakujua. Mimi sikutaka liwe swala la dunia nzima kujua. Sio watu wengi walio mfahamu baba yangu, hivyo sikutaka unafiki msibani. Hata mimi sikumfahamu baba yako, lakini ninakufahamu wewe. Watu tunaenda misibani ili kuwafariji waliofiwa, sio marehemu. Kuna muda unakuaga una akili. Aliniambia na kunifanya nimpige na mtu niliokuwa nimeushika. Kwa hiyo unaniitaga mjinga, si ndio? Kwa hiyo mimi ni mjinga Nilisema huku nikiendelea kumpiga. Kian alikuwa akicheka sana. Alipofanikiwa kudaka mito yangu na kunikumbatia vizuri nisiweze kufurukuta, ndio alianza kuongea tena. Mimi sikuiti mjinga, lakini ninasema ukweli ninaoona. Maneno yake yalinifanya nitamani kumpiga tena na mto. Hivyo nilianza kufurukuta nijitoe mikononi mwake. Sijui ilikuwaje, lakini tulianguka kutoka kwenye kochi, Kian akiwa chini na mimi nimemlalia kwa juu. Moyo wangu ulikuwa unaenda mbio sana, hasa pale Kian aliponivuta na kukutanisha midomo yetu. Nilisisimka mwili mzima. Kila aliponishika palisisimka. Sijawahi mimi kusisimka hivi nikiwa na mwanamume yote. Tulibusu hadi tulipoishiwa pumzi kisha akaniachia. Kian aliponiachia ni kama akili zirudi kichwani kwangu. Niliinuka haraka na kusogea nyuma. Aisee, hiki sio kitu ninachotakiwa kufanya sasa hivi. Wanaume sio watu wa kuamini na kuwapa moyo. Hiki sio kitu cha kufanya wakati huu. Niliendelea kujikumbusha. Kian aliinuka pale chini akiwa kimya, ananishangaa tu. Nadhani hata yeye mwenyewe amesisimka, lakini hana kitu cha kusema. Wote tunajua hatutakiwi kufanya hili. Hivyo niliamua kumsaidia kwa kwenda mlangoni. Nadhani itakuwa vizuri ukiondoka wakati huu, nilimwambia huku sasa nikifungua mlango na kumsubiri apite. Acha tu niende. Kuna mahali natakiwa niweze kuwa pamoja na Jordan mida hii, kwa hiyo ngoja tu niondoke. Aliniambia hivyo. Wote tunajua huo ni uongo, lakini pia wote tunataka atoke mlangoni kwangu ili tuweze kujizuia kufanya kitu ambacho tunaweza kukijutia maishani. Alisogea na kunikumbatia. Tena kunikumbatia kwenyewe ni ile kiajabu, ile ya kilokole kabisa. Yaani kukumbatiana kwa mbali, kisha akatoka haraka kama anakimbizwa. Baada ya Kian kuondoka, nirudi na kwenda kukaa kwenye sofa, huku kumbukumbu za dakika chache zilizopita zikijirudia akilini kwangu na mwili wangu wote kusisimka. Hii ni kumbukumbu ambayo natakiwa niifute akilini haraka sana. Yaani kama nataka kuendelea na maisha, natakiwa niifute haraka. So nilipoenda kitandani kulala, baada ya kumeza dawa, nilipata usingizi mzuri. Lakini ile busu ya usiku ule iliendelea kujirudia kama ndoto usiku kucha. Hadi naamka asubuhi, Kian amejaa akilini kwangu. Hatimaye nilichukua simu yangu ambayo Cindy alinipatia jana, lakini sikuiwasha. Baada ya kuiwasha, nilikuta vitu vingi vinaendelea mtandaoni. Watu walijaa kwenye kurasa zangu na kunipa pole. Hii inaonekana ni kesi kubwa. Watu wengi wakimtukana Charles. Picha nyingi nilizopiga nikiwa na Charles zilikuwa zimetapakaa mtandaoni, huku watu wakikazana kuongelea kuachana kwetu, ambapo kumepelekea mimi kuweza kuumizwa. Sikujisumbua kujibu chochote, lakini angalau kwa hii mara moja nilijisikia vizuri kuwa watu hawakuwa wakinitukana bali wakinitetea. Kulikuwa na jumbe kutoka kwa wasanii wengi wanaonifahamu wakinipa pole kwa yaliyotokea. Wasanii wa hapa nchini, hata wa nje niliofanya nao kolabo, na wengine ambao hata hatujawahi kufanya kazi pamoja. Naona hii habari imesambaa sana. Niliamua kuachana na simu yangu ili niweze kuamka na kuanza siku yangu mpya. Leo sina ratiba yoyote zaidi ya kuangalia movie na kupumzika. Lakini kuna baadhi ya vitu pia ninavyotakiwa kufikiria, ambavyo ni kutafuta meneja. Siwezi kuhangaika na vitu vyote hivi mwenyewe. Nahitaji meneja na mhasibu, mtu ambaye atanishauri kuhusu masuala ya pesa na kutunza hesabu ya pesa zangu. Hivyo ni kitu ambacho nimeona ni cha muhimu sana. Sababu kwa hiki kipindi kifupi nimejikuta nikifanya vitu vingi ambavyo vimenigharimu pesa. Na kusema kweli hata sielewi haya mahesabu.
Kwa hiyo leo nitapumzisha akili, lakini kesho nitaanza na hilo swala sababu nina wiki nzima ya kuweza kupumzika. Itakuwa ni vizuri kama nikitumia kuweza kupata watu wa muhimu sana kwangu. Basi bwana. Ilikuwa ni jioni nikipumzika kuangalia TV, mlango uligongwa. Mimi sikuanza mara mbili sababu najua lazima awe Cindy au Kesi kwa sababu aliniahidi kuja leo. Lakini nilipofungua mlango, maneno yote yalikuwa akilini kwangu baada ya kumuona Kiani. Ni siku 2 tangu ule usiku aliokuwa hapa kwangu na hakuna aliyemtafuta mwenzake, hivyo sijamtegemea kabisa. Hakujali kumshangaa kwangu. Alinipita na kuingia ndani. Vipi, mbona unanishangaa? Aliniuliza alipokaa kwenye sofa. Ni kama vile hakuna kilichotokea baina yetu. Hapana, karibu. Asante, nimekuja kumalizia kukusimulia shida zangu, alisema huku sasa akijitengenezea kwenye sofa. Vipi, unatumia juice? Ya, juice itafaa kabisa, alijibu haraka tu. Nilienda jikoni na kurudi na glasi 2 za juice, kisha nikamkabidhi na kukaa kwenye kochi jingine lililoko mbali naye. Kiana alitabasamu tu, lakini hakuongea kitu. Niambie sasa, nilimwambia haraka sababu nilitamani aniambie kila kitu haraka ili tumalizane aweze kuondoka. Hata haunipi muda kuvuta pumzi, alisema kwa utani, lakini nilitabasamu bila kumjibu chochote. Okay, naona hautaki utani leo. Kwa hiyo ndoto kubwa ya babangu ilikuwa ni kunishuhudia nikioa, na kile kipindi alipozidiwa aliniambia nimvalishe pete D sababu ni mwanamke mwema. D anajua kuigiza, yani anajua kujiigiza kama mtu mwema pale anapohitajika, na hilo aliliweza sana bila wazazi wangu. Hivyo baba alisisitiza hilo. Mwanzoni nilikataa hadi ikaja kuwa ugomvi mkubwa baina yetu. Hivyo nikaona isiwe shida. Ndio maana nilifanya nyumbani, yani nilifanyia tu nyumbani tukiwa wawili tu. Sikutaka kiwe kitu kikubwa. Kitu pekee nilichotaka ni kumpa furaha babangu katika siku zake za mwisho. Lakini hata baada ya baba yangu kufariki, bado hilo lilikuwa limeshatokea, hivyo nijitahidi kuwa mwanaume mwema kwa D. Nijitahidi sana. Lakini haikuwa rahisi kusema kweli. D haniamini, hataki niwe karibu na mwanamke yote. Chochote ninachofanya ni usaliti kwake. Sasa nitaishije duniani bila kujenga mahusiano mazuri na watu wengine wote? Kiani aliuliza huku akishusha pumzi. Kadri alivyokuwa anamwangalia D, nilikuwa namuona Chaz. Lakini ndo hivyo, nikaishia tu kuchoka, nikaamua kuachana naye. Naelewa sikuwa nampenda, lakini mahusiano yetu yalikuwa ya muda kidogo. Na mahusiano yakishachukua muda lazima utamani kuona hicho kitu kikisogea. Ya, ni kweli kabisa. Kama mimi na Chaz, mambo alikuwa hivyo tu, lakini mwishowe ndo tumefikia huko kunidhuru. Kwa hiyo nakupongeza kwa kujitoa mapema. Angalau wewe ulikuwa na huo ujasiri wa kuondoka mapema. Mimi nilisubiri hadi vitu vilipofikia mahali pabaya. Kwa hiyo sina rafiki tena sababu wote nimewatukana na kuwatenga sababu walikuwa wakiniambia Chaz sio mtu mzuri, wakati mimi niliona tumetoka mbali na Chaz. Hivyo nitamani kuona tutafika hadi wapi. Nilikuwa naona swala la kuachana naye na kuja kuanza mahusiano upya, kuanza tena kujua tabia za mtu, sijui mara anapenda kula nini, anapenda rangi gani, namna gani ya kumfurahisha. Ni kazi kidogo so hivyo vote ni shida kwanza kuvijua, lakini kitu ambacho sikuona ni jinsi ambavyo yale mahusiano yalikuwa yananibadilisha. Kwa hiyo najipongeza. Sikujua hayo yote, lakini wewe ni mwanamke wa pekee sana na jasiri. Kiani alianza maneno yake, alafu kwanza mwenyewe nijikuta nikishangaa kwa nini naongea maneno yote. So alishia kunyamaza tu baada ya kuona nilivyomkata jicho. Okay, lakini natamani ujue tu kuwa machoni mwangu na kuona tofauti na jinsi unavyojiona wewe. Asante, lakini hilo limeshapita. Sasa hivi ni wakati tu wa kuganga yajayo, kwa sababu uko hapa, wacha
nitumie na wewe pia. Naweza kutafuta meneja na mhasibu. Yaani mimi nimekuja kukusanya deni langu, lakini unaishia kunikopa tena. Kwa hiyo unanikopesha ama hutaki? Unajua sina nguvu ya kukunyima chochote hata nikitaka mara. Okay, ongea. Sasa hivi nimekuwa na mambo mengi sana. Ratiba yangu ya mwaka huu imejaa sana na kuna wakati nasahau. Kama juzi mwezi uliopita nilichelewa kwenye hafla sababu nilikuwa nimesahau. Nahitaji mtu wa kuwa ananikumbusha na kusimamia mambo yangu. Mtu wa kuhakikisha ninatimiza kila kitu ninachohitaji kufanya. Alafu nahitaji mtu wa kusimamia masuala ya uchumi, kuanzia hesabu zote. Na pili ni kunishauri niwekeze wapi au kitu gani nifanye ili pesa yangu iweze kuongezeka. Kwa hiyo unahitaji watu watatu. Meneja, msaidizi na mtu wa uchumi. Kuhusu swala la meneja na msaidizi sina ushauri mkubwa, lakini nitakusaidia kufuatilia. Lakini kwenye swala la uchumi ningekushauri uajiri kampuni na sio mtu binafsi. Mimi ni maajiri kampuni. Wananishauri sehemu nzuri ya kuwekeza. Wanasimamia mapato yangu na kila mwezi napokea ripoti ya mapato na matumizi. Na kama nikitumia zaidi ya malengo yangu, watanieleza pia na tutashauriana vizuri. Ninazungumza nao kabla ya kununua kitu chochote cha thamani kubwa kama gari au nyumba au hata mambo ya ujenzi. Tunashauriana namna nzuri ya kupata hicho kitu kwa ubora na unafuu. Wow. Okay, lakini sidhani kama kuna kampuni kama hiyo hapa. Hata hivyo mimi siwezi kukushauri hilo. Nje zipo kampuni nzuri tu. Kabla haujaongea habari za kuwa upo mbali, hicho ni kitu kinachowezekana kabisa. Wewe fikiria, alafu ukiwa tayari mimi nitakutumia majina ya kampuni 3 zinazosifika sana kwa hayo masuala. Ukishaamua ipi unachagua, basi mimi nitakuunganisha nao. Lakini kwa nini usiniunganishe tu na hiyo uliochagua wewe? Inaonekana ni nzuri sana. Mimi sitaki ufanye maamuzi. Yaani nataka ufanye maamuzi yako sitaki ufanye maamuzi yako kutokana na mimi, hapana. Nataka upitie, usome, uelewe na labda uulize watu kadhaa hadi ufikie kuchagua kile unachokiona ni sahihi kwako. Basi Kian aliniambia hivyo. Unajua nimeshazoea Charles ananifanyia maamuzi wakati wote. Kwa hiyo sijisumbui hata kuwaza. Anyway, sawa, nimekuelewa Kian. Basi naomba unitumie alafu nitapitia kisha nitakwambia kile nilichoamua. Nilimwambia hivyo Kian. Kian alitabasamu na kunitumia ujumbe wakati huo. Nilimshukuru kisha tukawa kimya tena. Okay, basi acha mimi niondoke ili uweze kulala au kufanya chochote unachotaka kufanya. Kian aliniambia, nilitabasamu tu na kuitikia kwa kichwa. Aliinuka na kuweka glasi yake pale mezani kisha akaanza kuelekea mlangoni. Nilimsindikiza hadi pale mlangoni ili niweze kufunga mlango baada ya yeye kuondoka, lakini kitu ambacho sikutegemea ni yeye kunivuta na kukutanisha midomo yetu. Kama mara ya kwanza mwili wangu wote ulisisimka, lakini sikuweza kuzuia mikono yangu kushika nywele zake na kuirudisha busu lake. Tulipoachana ilikuwa ni ili tukupumua. Kian alinitazama kwa tabasamu kubwa kisha akaniambia usiku mwema na kuondoka. Nilishindwa kuitikia, nilibaki kimya huku nikitetemeka tu. Ilibidi nijikumbushe tena na tena kuwa siwezi kufanya hili wakati huo, siwezi kabisa. Usiku ule ulikuwa wa taabu sababu ndoto zangu zote zilikuwa ni za Kian. Nilidhani tumemalizana na hatutaonana tena, lakini siku 2 baadaye alinipigia kuniuliza nimeamua nini kwenye zile kampuni alizonitumia. Sikuwa najibu sababu nimeweza kuanza kuandika nyimbo upya. Hivyo nijikuta nikitumia muda mwingi kuandika na kuandaa wimbo niliopata. Hivyo nilimwambia bado sijafikia maamuzi. Lakini kila kitu kikiwa tayari lazima nimtafute kuweza kumpatia majibu yangu. So tuliagana kisha kakata simu, hatukuongea kitu kingine chochote cha tofauti. Akili yangu ilirudi kwake, hivyo nikaamua kwenda studio kwa kesi ili kuweza kuanza kutengeneza huu wimbo ili nitoe mawazo yangu kwa Kian. Sababu sasa hivi sio wakati wa mimi kuwaza hivi vitu, sio kabisa. Ilibidi nijikumbushe tena kuwa siwezi kuamini wanaume.
Nilipofika studio na kukutana na Max, niliweza kukumbuka vizuri kwa nini siwezi kuamini wanaume. Alikuwa akitoka studio wakati mimi naingia. Alinitazama kwa tabasamu lile la kigaidi kabisa. Bila shaka alidhani ningemwachanisha na Kesi, lakini sijafanikiwa kufanya hivyo. Kwa hiyo ndio sababu ananitazama hivi. Na kusema kweli moyo wangu umevunjika kidogo sababu niliumwaga moyo wangu wote kwa Kesi, lakini hajafanya lolote lile. Sikutegemea endelee kuonana na huyu mbwa. Yaani mimi kumuelezea yote ambayo Max anafanya. Mimi nitegemea labda yani waachane mapema nini vitu kama hivyo. Unajua tena lakini anyway. Basi Kesi aliniambia kwamba Mara mpenzi. Alisema sasa akiji kumbatia kwangu nini, lakini nirudi nyuma. Mimi sina unafiki bwana. Lazima ajue nimekwazika. Basi akaniuliza kwamba Mara, nini shida? Nimekutana na Max. Nilidhani tumeshaliongelea hilo. Nilimjibu kwa hasira kidogo huku nikikaa kwenye kochi. Akisema kwamba yule mbwa. Alisema na kunifanya nicheke, lakini nikakumbuka ninatakiwa nikasirike. Ndio huyo mbwa. Na kwa nini nimepishana naye? Akanitazama kama vile yeye ni mke mwenza. Si ni kwa sababu nimemwambia vyote ulivyoniambia. Kesi alisema na kunifanya niweke userious na kuwa na hasira kidogo. Yaani mimi nakwambia vitu vyangu kwa kuamini, alafu unaenda kumwambia huyo mjinga. Mara msikia kidogo. Sawa, naomba tulie kabisa, naomba tulie unisikilize. Kama nisingemwambia asingeniamini. Unajua nilipomwambia akasema eti umedanganya kwa sababu ulimtaka akaukataa. Yule mbwa koko nini? Ana wazimu Nilisema kwa hasira, hivi wanaume mbona wanakuwa hivi jamani? Kwa hiyo Kesi akasema ya kwamba najua. Kwa hiyo mimi nikajifanya nimechukia kwamba ulinidanganya na kutaka kutuachanisha, lakini mimi sikumwambia kila kitu. Mimi nilificha taarifa kadhaa na kuiweka kuwa ni mwenyewe ndo alifanya hilo tukio. Kwa hiyo mimi ninachotaka tu kufanya ni kwenda naye hadi hiyo siku atakaojiroga tu kutaka kunikutanisha na marafiki zake. Nina rafiki yangu ambaye ni polisi. Umeelewa? Kwa hiyo nataka nimhusishe kwenye hilo. Lakini hiyo siku lazima nikwambie, hatuwezi kuruhusu wabakaji waendelee kuzunguka mtaani, hatuwezi. Kesi aliongea kwa hasira, ilimaanisha kwamba anataka jamaa aingie kwenye 18 zake amkamate. So nimwambia kwamba lakini hicho kitu unachotaka kufanya ni hatari sana. Unataka kuhatarisha maisha yako, si ndio? Kesi akasema, wewe niachie mimi, tuendelee na kazi, kila kitu kikiwa sawa nitakushirikisha, kwa hiyo sio na wasiwasi. Kesi aliniambia, lakini mawazo yangu yalikuwa mengi sana. Nikasema Kesi ni hatari hii ni hatari. Niendelea kumwambia, lakini alishia kunipungia mkono na kugeukia mitambo yake. Kishingo upande niliingia kazini, tukaanza kushughulika na wimbo mpya nilioandika. Masaa mawili baadaye nilianza kuingiza sauti. Hadi jioni inafika, nilitoka pale studio nikiwa na tabasamu kubwa. Bado kuna kazi kidogo za kufanya kwenye wimbo niliokuwa natengeneza. Kwa hiyo kwa leo tumefanya kazi kubwa sana. Hivyo nilipofika nyumbani nilikuwa na nguvu nzuri ya kukaa na kupitia zile kampuni ambazo Kian aliniambia. Kulipokucha asubuhi, nilipigiwa simu kuwa ninahitajika kituo cha polisi. Nilishatoa maelezo nikiwa hospitali, kwa hiyo sikutegemea kuitwa tena, lakini naona hilo halipingiki. Nilienda nikiambatana na Cindy ambaye nilipomwambia nimeitwa alikuja kuambatana na mimi bila hata ya mimi kumwomba. Ndio, nimemfungulia Charles kesi. Na hadi wakati huu mwanasheria ndo alikuwa anahangaika na hayo yote. Kwa hiyo sielewi sababu ya kuitwa. Nilikuwa nimeitwa ili kutoa maelezo kama mara ya kwanza. Okay. Wanasema walitaka kuhakikisha kama maelezo yangu ni yale yale. Na cha kufurahisha ni kuwa hakuna hata sentensi iliyobadilika. Kuna ugumu gani kwenye kukumbuka mtu aliyenipiga na chupa au chochote kile alichokitumia? Basi Cindy aliniambia kwamba hivi Mara, nimekuambia mimi na Devi tunafanya party. Cindy aliniambia kwa furaha alipokuwa kwenye gari baada ya kutoka kituo cha polisi. No, hajaniambia, wala Devi mwenyewe hajaniambia. Yaani sijui kwa nini mnanificha vitu namna hii. Unajua kabisa hatuwezi kukuficha Ndio nakwambia sasa nikualike hapa. Ni Ijumaa hii jioni tunafanya kitu kidogo tu. Mchana tutaanza na wazazi na ndugu wale wazee nini, alafu jioni marafiki zetu wote tutafurahi kuwaona. Sawa, siwaze mpenzi, lazima niwepo. Lakini nani ataniremba sasa kama mpambaji wangu ndo mwenye shule? Yaani wewe na pesa zote hizo ulizonazo ukosi bwana, hauwezi kukosa wapambaji wengine bwana. Aliongea hivyo, tuliendelea kutaniana huku tukielekea nyumbani. Ijumaa haikuwa mbali hata kidogo.
na zoezi la kutafuta nguo lilikuwa na changamoto kidogo. Nilijaribu kuvaa suti zangu nzuri ambazo zilikuwa zinafunika mwili wangu vizuri kama Chazi anavyopenda, lakini zilikuwa zinanibana. Hivyo inabidi nitafute nguo zangu za zamani ambazo zilikuwa zinanibana, lakini zilikuwa fupi nyingi na nyingi zilikuwa ni juu kidogo ya goti. Ilinichukua muda kidogo kukubali kutoka vile, japo sikutaka kujitazama kwenye kioo kabisa. Nilipofika kwenye hiyo sherehe, nilikuwa na wasiwasi hasa kwa jinsi nguo yangu ilivyokuwa fupi, lakini bila kutegemea Kiani alikuja na kunipa mkono. Tulisalimiana na kwa jinsi alivyonitazama, ilinipa ujasiri wa kutembea mbele za watu. Mara, umependeza sana. Asante Kiani. Hata wewe mwenyewe hauko vibaya. Kwani sisi wanaume tuna nguo gani ya tofauti ya kuvaa tukitoa suruali na t-shirt? Na kweli hamna. Lakini angalau rangi ziko vizuri. Ya, hapa hata mimi naweza kujisifia niko vizuri. Basi tulianza kutembea taratibu huku tukielekea ndani, ambapo tulianza kusifia namna palivyopendeza. Tulipofika ndani, kitu ambacho sikutegemea ni kumuona Kesi akiwa amekaa meza moja na Jordan, huku akipiga story kama marafiki wa muda mrefu sana. Kiani alipoona aliacha tabasamu kubwa na kuelekea kwenye meza yao. Tulikaa pale na kuanza kupiga story na party ikaanza kunoga sasa. Dakika chache baadaye sherehe ilianza. Kwa sherehe hii Devi aliomba nishirikiane naye kuimba wimbo ambao nilimsaidia kuandika kwa ajili ya mpenzi wake. Kwa mara ya kwanza nilipiga kinanda mbele ya watu na Devi akipiga gitaa na kumwimbia Cindy ambaye alikuwa amekaa akitazama. Basi Devi akasema ya kwamba wimbo huu niliuandika kwa ajili ya mwanamke aliyefanikiwa kuunasa moyo wangu. Amenionyesha maana ya utulivu na upendo. Amejua kunipa amani na furaha. Sikuwahi kujua kama ninaweza kuandika wimbo na kuuimba mbele ya watu, lakini huu wimbo ni kwa ajili yako mpenzi, Devi alisema huku akikaa kwenye stuli na kutengeneza mic yake. Msikilizaji, wimbo ulikuwa wa kuimbwa na mtu mmoja tu. Hivyo Devi aliimba mwenyewe na mimi nilipiga kinanda na kumsaidia kujazia sauti pale nilipohitajika kujazia. Hadi tunamaliza, Cindy alikuwa analia kama mtoto. Alikimbia na kumkumbatia Devi, kitu kilichofanya watu washangilie. Baada ya hapo nilihitajika kuimba, na leo niliimba kwa amani na furaha kwa moyo wote kabisa. Niliimba huku wapenda nao wakichukuana na kucheza, na Kesi na Jordan nao hawakuwa mbali, walipiana mikono na kucheza. Nilijikuta nikitabasamu sababu naona upendo ukichanua baina yao. Na kwa hizo mara kadhaa nilizomuona Jordan zinatosha kutambua kuwa yeye ni mtu mzuri na mwenye upendo wa dhati, hivyo atamfaa sana rafiki yangu. Nilipomaliza kuimba nyimbo mbili, nilishuka jukwani huku DJ akiendelea kupiga nyimbo za taratibu na watu wakicheza. Kian alikuja kunipatia mkono. Akaniambia watu wote wamecheza kasoro wewe na mimi, kwa hiyo ni wakati wetu sasa. Aliniambia nibaki na mshangato. Nilimpa mkono na kujikuta nikifunga macho baada ya mwili wangu wote kusisimka. Kian alinivuta hadi mahali watu walipokuwa wanacheza, kisha tukaanza kucheza taratibu tukifuata muziki unavyoimba. Hii hali ya kumkumbatia haisaidii moyo wangu kabisa yani. Tulicheza tukiwa kimya hadi ule wimbo ukaisha, ukaja mwingine. Aisee, nategemea kuondoka Tanzania baada ya siku mbili. Kiana aliniambia, nimwambia kwamba hongera sana, alafu sijakupongeza kwa hiyo hatua kubwa uliopiga. Sasa hivi ndio mchezaji wa taifa. Kuna wakati nikikuangalia hivi yani hata siamini. Si ndio hata mimi nikikutazama siwezi kuamini, Internet inasimama ukiumia kidogo tu. Na unafahamika si nchi moja, lakini zaidi ya 5. Okay sawa, lakini tukiacha matani, hongera sana. Kuna kitu nilipanga kuambia kabla sijaondoka, na sidhani kama nitapata nafasi ya kuambia kabla sijaondoka. Kwa hiyo alitulia na kuvuta pumzi kidogo. Hatukuwa tukicheza tena, tulikuwa tumesimama tukiongea. Watu wote pembeni walikuwa wakicheza kasoro sisi, hata muziki hatukuwa tukiusikia tena. Ni kama tulikuwa wawili tu pale. Nakupenda sana Mara. No, Kian, hapana, siwezi. Nilimwambia kwa haraka na kugeuka kutoka pale jukwani ambapo watu walikuwa wanacheza. Nilienda moja kwa moja hadi kwenye meza iliyokuwa na vinywaji.
Nichukua glasi ya wine huku mikono yangu ikitetemeka. Siwezi kuwa na Kian wala mwanamume yote, siwezi. Wanaume si watu wazuri, hapana. No, siwezi. Nilikuwa nikirudia hayo maneno kama mtu anayeomba rosali. Labda nikisema kwa namna hiyo yataingia moyoni na kwenye akili. Mara, naomba unisikilize. Hawezi kukataa tu bila kunisikia hata kidogo. Kian, hapana. Sina haja kukusikiliza Kian. Siwezi kuwa na wewe wala mwanamume yote. Nyie si watu wazuri. Mimi hapana. Siwezi kuamini wanaume. Mara, sikwambii kuwa tuwe pamoja sasa hivi. Lakini kama nilivyosema, ni kitu ambacho nimeona nisiondoke bila kuambia. Mara, nimekupenda kuanzia siku ya kwanza nilivyokuona pale beach. Na sio utani. Lakini bado ulikuwa ni mdogo na ulikuwa na mambo mengi kukutongoza. Halikuwa jambo sahihi kwa wakati ule. Nilikuwa narudi beach kila wakati nikiwa Dar. Lakini sikufanikiwa kukupata. Alafu akatokea Delila ambaye ni mtoto rafiki wa baba yangu. Kwa hiyo yale yalikuwa ni mahusiano yaliyoshinikizwa na familia. Sijui Dia aliona nini kwangu sababu hata sikuwa maarufu kipindi kile. Lakini hicho sio cha muhimu. Cha msingi ni kuwa ninakupenda na uko single na mimi pia niko single. Kwa nini? Yaani tusiliweke hili kwa namna ni sijati nikwambiaje Mara, lakini upo kwenye mawazo yangu kila siku. Nasikiliza nyimbo zako kila wakati na kila wakati ziko kwenye playlist ya gari zangu zote sababu sauti yako ndio imebakia kuwa njia ya kuwa karibu na wewe. Kwa nini usinipatie nafasi? Nimeogopa kukaa kimya nikaondoka kimya. Sababu kaa kwangu kimya kaja Charles, ni bora nikwambie mapema kama ukiamua kumchinjia mbali jamaa, sawa? Lakini mimi nakupenda Mara. Kian, naona hujanisikia maneno yangu. Mimi siwezi kumwamini mwanaume, yani siwezi tu Kian, siwezi. Nilimwambia huko sasa nikimalizia ile wine na kumwambia mhudumu aniongezee. Okay, tufanye hivi. Naomba uniahidi kitu kimoja Mara. Kuwa hautani block na utaniruhusu na kukufundisha kuniamini. Mimi sijali itachukua muda gani, lakini wewe ndio mwanamke pekee ninayemhitaji kwenye maisha yangu. Kian alisema na kunifanya nitabasamu kidogo. Nilimwambia kwamba na kuahidi sitakublock na nitakusikiliza. Nilimwambia hivyo, aliacha tabasamu kubwa na kunikumbatia. Sawa, natamani nibusu midomo yako. Kuna namna unanichanganya sana na hakuna mwanamke ambaye amewahi kunichanganya kama ambavyo unanichanganya wewe. Kian alisema hivyo baada ya kuniachia. Nilibaki tu nikitabasamu. Moyo wangu ulikuwa unatamani ungetoka kifuani ili udunde wenyewe tu. Msikilizaji, Kian ameshaondoka kurudi Uingereza na kuanzia ile juzi tulipoonana na akaniambia kuwa ananipenda, huwa inanitafuna kila siku. Sisi wawili kuchati masuala tu ya maisha imekuwa kitu cha kawaida. Na yeye kuniambia ananipenda na kufanya moyo wangu uruke imekuwa kitu cha kila siku. Nilikuwa nikimalizia kujiandaa kwa ajili ya kwenda usini. Msikilizaji, nina ofisi. Lakini alikuwa anaitumia Charles kwa sababu yeye ndio meneja, lakini kwa sababu hayupo tena, basi huwa mara kadhaa ninaenda ili kuweka mambo sawa, lakini kwa leo ninaenda kuzungumza na mtu ambaye ameletwa kwangu ili kuwa meneja. Kian aliniambia alikuwa na msimamia kipindi akiwa hapa nchini. Kwa hiyo huyu ndio chanzo cha mafanikio yake. Kwa hiyo nataka nikazungumze naye nione kama tutafikia makubaliano. Nimechoka sana, nina hamu kubwa ya kuwa na meneja. Tukimwongelea Charles, tarehe ya kesi yake kusoma imeshatolewa na sitakwenda mahakamani hadi siku nitakayohitajika kutoa ushahidi na mambo kama hayo, lakini kwa hii kesho kutwa sitaenda. Kwa hiyo hilo nimemwachia mwanasheria wangu. Nilisikia mlango ukigongwa. Nilipoenda kufungua nilimkuta Jordan. Alikuwa ameshika maua yanayomfunika uso kwa ukubwa. Nijikuta nikicheka tu. Nikasema kwamba haya leo ni makubwa kuliko yote. Nilisema sasa nikimpisha aingie ndani sababu siwezi kuyabeba hata nikijaribu. Jordan akasema kwamba amesema kadri siku zinavyokwenda ndivyo maua yanavyozidi kuwa makubwa. Jordan alisema sasa kiaweka kwenye meza niliyomuonesha. Nimwambia kwamba pole sana. Nimwambia sasa nikimpatia glasi ya maji. Ni siku 4 sasa tangu Kian aondoke, lakini ameharakisha kila siku, yani Jordan analetea maua.
Alilalamika kwamba hebu mkubalie basi, mimi nimeshachoka kuwa kijakazi wenu bwana. Alilalamika Jordan huko akitoka. Nilimtania nikasema kwamba siku 4 tu umeshachoka, wakati na mpango wa kuwa na mgomo wa mwezi kabisa. Jordan akasema, mwezi mzima? Hivi nyinyi mnataka mnitumikishe mwezi mzima kwa mapenzi yenu wenyewe? Nye. Hata kama ni urafiki huu utakuwa kati ya bwana na mtumwa wake sasa. Na mimi ndio huyo mtumwa sasa. Jordan alisema na kunifanya nicheke tu. Nikasema asante sana Jordan. Nimshukuru na kumtazama akiingia kwenye gari na kuondoka. Nimepata meneja mpya msikilizaji. Jina lake anaitwa Michelle. Ni mwanamke wa miaka 32. Ni mkali kiasi na hataki ujinga. Nilitaka nimkatae, lakini alipoanza habari za kuwa na watoto na siji nini, mambo yamekuwa siji magumu tangu Kian aondoke, ndipo nilielewa kuwa Kian aliniunganisha naye ili kumsaidia pia. Hivyo nilikubali na kumkaribisha kazini. Nilipotoka pale nilielekea nyumbani kwa mama yangu ambaye ameshapona kabisa. Nikiwa njiani Kian alinipigia simu. Hey Fox. Hey Buba. Unajua hilo ni jina watu wanaita wapenzi wao? Kwa hiyo inamaanisha umenikubali Fox, si ndio? No, Tabuba. Kama unavyonitania Fox, na mimi hilo ndo jina nililoliona linachekesha. Lakini nalipenda, kwa hiyo usiache kuniita hivyo. Lakini kuhusu Fox, unajua hilo ninakuita kwa sababu siwezi kuvutiwa na wewe. Ndio ulivyokuwa unaitwa, yani unaita wanawake wako wote, si ndio? Nishakwambia sina wanawake wengi nyuma. Yani wewe unavyowaza hivyo hapana. Wako wawili tu. Kuna Rebecca wa kipindi nikiwa shule na D. Alafu mwisho ndo wewe sasa. Na wewe peke yako ndo, yani wewe ndo ni kuita Fox. Wewe ndo mwanamke pekee unastahili kuitwa hivyo. Alafu vipi, unafanya nini? Anaelekea nyumbani kwa mama. Matokeo ya kidato cha 4 yametoka, hivyo nataka nielewe kuhusu Pendo, tujue anachotaka kufanya na maisha yake nini hivyo. Sawa, mimi nipo kitandani usiku wote huu. Nilishasahau kama huko ni mchana. Wewe ni dada mzuri sana ese. Haya, ngoja nikuache ili nisije nikakuchanganya. Nitaka tu nikwambie usiku mwema na nakupenda. Asante sana. Japo huko ni mchana, usiku mwema na kwako pia. Nilimwambia na kukata simu huku nikishindwa kuzuia tabasamu langu. Sasa nilipofika nyumbani, nilifurahi kujua kuwa mama amelala, hivyo na nafasi ya kuzungumza na dogo zangu bila shida. Baada ya kusalimiana, nilianza kuzungumza na Pendo ambaye alikuwa anaongea kama vile hataki. Pendo alisema kwamba kwanza matokeo yangu hayajalishi kwa sababu nataka kwenda chuo. Alisema kwa sasa, macho yake yote akiwa kwenye simu. Nilichukua simu kwa hasira na kuweka pembeni. Wewe, nimechoma muda na mafuta kuja kukusikiliza ili tujue tunafanya nini. Alafu unaanza kunipotezea muda. Unataka kusoma nini? Kama ni chuo, unasomea nini huko chuo? Nimuulize hivyo. Kwa upole kabisa kaniambia kwamba sijajua bado, wewe nipatie muda, naendelea kuwaza, lakini nimepata division 3. Nikamwambia hongera sana. Ukishaamua utakachosoma, usiache kunitaarifu. Kama unaenda chuo, basi una muda kidogo wa kwanza. Akasema sawa dada, asante. Aliniambia kwa ustaarabu hadi nikashangaa. Nilimrudishia simu yake na kuachana naye. Baada ya kusalimiana na mama pamoja na Michael, niliwaga na kuondoka, nikielekea nyumbani tayari kwa kupumzika sababu siku inakaribia kuisha. Nilipofika tu nyumbani na kujinyosha, simu yangu iliita nilipoona jina la Michelle. Nilipokea kwa tabasamu. Michelle akaniambia kwamba nakuhitaji ofisini haraka, kuna vitu vya kuzungumza. Nikamuuliza kwamba kwani siwezi kuja kesho? Michelle akajibu ya kwamba kwenye ratiba yako haionyeshi kuwa una kazi wakati huu. Hili ni swala la faida kwako. Kwa hiyo kama unathamini ulichonacho, ni vizuri ukafika ofisini mara moja. Nikasema sana kuja. Nilimjibu na kukata simu huku nikiwa na hasira na uchovu mkubwa niliokuwa nao. Yaani siku ya kwanza tu ameshaanza kunipelekesha hivi. Niliinuka na kuvaa nguo kisha nikatoka na kuelekea ofisini. Baada ya kusalimiana alinikabidhi faili, nikauliza la nini hili? Michelle akaniambia kwamba nataka uniambie kwa nini unachangia kampuni nyingi hivyo wakati hazijakupa faida yote. Na sijawahi kuzisikia, au ni kampuni zako unakuza? Nikauliza kampuni? Nilisema kwa sasa nikifungua ile faili na kutazama kampuni 3 ambazo sijawahi kuziona wala kuzisikia na pia sizijui. Nimwambia kwamba bwana mimi sizijui. Michelle akasema kwamba lakini umeweka sahihi hapa. Na kila kampuni inapokea milioni 20 kila baada ya miezi 4 na wana 10% ya mapato unayopata kwenye kila show unayoitwa. Na sahihi yako inasimama kuthibitisha kila kitu.
Aliniambia hivyo. Niliangalia kila kitu kama ninaota hivi vile, lakini akili yangu ikarudi. Nikasema yule Chazi yule mbwa. Hii itakuwa kazi ya meneja aliyepita. Alikuwa ananiibia yule mshenzi. Ina maana nilikuwa anatengeneza pesa nyingi namna kiasi hiki ambazo nilikuwa sifahamu kama zinaibiwa. Pesa ni Yase nilikuwa na hasira sana. Ni pesa nyingi ese. Michelle akaniambia kwamba ndio, na sio kwamba alihitaji hii mikataba ili kukuibia, lakini aliiweka ili kujilinda na mashtaka ya wizi. Kwa hiyo hawezi kumshtaki kama kuna mkataba wa makubaliano na malipo. Basi nikauliza kwa siri kwamba kwa hiyo nitabaki kimya tu na kumtazama? Yaani sina chochote cha kufanya? Michelle akasema kwamba kama hana uwezo wa kuchukua pesa kwenye akaunti yako, inamaanisha hawezi kuiba, sababu pesa haiwezi kutoka bila wewe kuiruhusu. Kwa hiyo hataweza kuiba tena, lakini kwa pesa zako ambazo zimeshaibiwa haziwezi kurudi. Ananiambia kwa pole. Nitulia huko roho ikiniuma sana. Nikasema asante sana kwa kunifumbua macho. Nilimwambia sasa nikianza kumuona mtu wa maana sana. Michelle akaniambia kwamba ni wajibu wangu. Nilikuwa nataka kuliweka ili sawa kabla sijaichukua ofisi rasmi. Kwa hiyo ndio changamoto pekee. Vitu vingine viko sawa. Nikasema asante sana dada Michelle. Akasema karibu sana Gordon. Unaweza kwenda kupumzika sasa kama ulivyokuwa unataka. Uwe na jioni njema. Alinishukuru kisha tukaagana nikaelekea nyumbani. Kesho yake asubuhi niliamshwa na Cindy ambaye alitaka nimuunganishe na Delila sababu alipenda kazi zake sana. Nilishamuunganisha wakakubaliana kukutana leo, lakini Cindy hataki kwenda mwenyewe, hivyo ameamua kuniburuza na mimi. Niliamka na kuanza kujiandaa nikiwa nimevuta mdomo. Cindy akaniambia kwamba Mara, nimekupigia mapema na tunaondoka saa 4, lakini bado hujamaliza kujiandaa mpaka wakati huu jamani. Cindy alilalamika nilipomfungulia mlango nikiwa sijapendeza. Nilimwambia kwamba unalalamika nini sasa? Dia amesema anakusubiri, alafu mimi nimeshaoga, nikuvaa jeans na t-shirt tunaondoka. Akaniuliza kwamba yani wewe kila siku ni jeans tu na t-shirt jamani, hakuna siku umesema hata uvae yani sketi? Ananiuliza sasa akinifuata chumbani. Nikamwambia kwamba wewe itabidi niajiri mwanamitindo wa kunivalisha. Cindy akasema naona maua yamekosa mahali sebleni hadi umealeta chumbani sasa, si ndio? Cindy alisema kwa kitabasamu. Cindy aliendelea kuongea akisema kwamba hebu mpe mkaka watu basi nafasi jamani. Wiki ngapi hizi lakini bado tu yana analeta maua kila siku. Nimwambia Cindy kwamba wewe nimeshamwambia siko tayari kuwa kwenye mahusiano kwa sasa. Sema nyie mnielewe tu. Cindy akasema Mimi hivi angeniletea maua na zawadi kila siku, ningemkubali ndani ya siku 3 tu. Au ndo hautaki kumkubali ili uendelee kupokea maua yake? Cindy aliongea hivyo ni kama kuntania tu. Kisha akasema yani hadi namuonea huruma. Basi niliachana naye na kwenda bafuni na kuchana nywele zangu, kisha nikavaa kofia na kutoka. Nikamwambia kwamba hebu twende. Nimwambia sasa nikichukua pochi na kuweka vitu vyangu kwa ajili ya kutoka. Cindy akasema kwamba okay, afu najisikiaje kwenda kuonana na ex wa mpenzi wako? Cindy alikuwa ametangulia mbele yangu sasa akiniuliza maswali, akiigiza kuwa kama mwandishi wa habari. Nimeshakwambia sio mpenzi wangu. Nilisema na kumsukuma kidogo, lakini kusema ukweli moyo wangu ulikuwa unaenda mbio sana. Safari ya kwenda nyumbani kwa D ilikuwa fupi kuliko nilivyotarajia. Tulipopaki tu gari, D alitoka na tabasamu lake la uchangamfu likiwa limejaa usoni. Alitukumbatia kwa furaha huku akituambia namna gani amefurahia kutuona. Nilitabasamu na kumwambia nimefurahia pia. Aliangalia pete ya Cindy na kutabasamu na akampongeza huku akimwambia kwamba ameandaa michoro mingi kwa ajili yake tayari. Hivyo ni yeye tu kuchagua atataka kutoka vipi siku ya send off yake. Tulikaribishwa hadi sebeni kisha D akapotelea jikoni kutuletea vinywaji. Asadi akasema kwamba Gordon, hivi lini utatoa wimbo mpya jamani Tangu ile swala la Chazi, unajua niliogopa sana, nafurahi kukuona huko vizuri na unafuraha. D aliniambia alipokaa baada ya kutupatia vinywaji. Nilimwambia kwamba asante sana D. Cindy akasema half pole, nimesikia umeachana na Kian. Cindy alisema na kunifanya sasa nibaki mdomo wazi. D akasema kwamba limeshapita hilo. Ulikuwa na wakati wa kutengana kabla mambo hayajawa mabaya. Kwa hiyo hatukupangiwa kuwa pamoja, mwingine mwema zaidi atakuja. D alisema kwa kitabasamu. Nikasema kwamba angalau nyie hamjaishia kubondana. Mmeachana kwa amani tu kama watu wazima. Nilimwambia kumtia moyo. D alicheka kidogo akasema kwamba na kweli sababu Kian na ule mwili wake wote angeamua kunipiga, angeniua kabisa. D alisema kwa kicheka. Nitabasamu tu na kubaki kimya. Asadi akasema kwamba anyway hakuna haja ya kuhuzunika wakati tumekutana kwa jambo la furaha jamani.
Cindy, kwa sababu haujaniambia rangi, nimechora magauni yenye rangi tofauti tofauti, lakini hizo rangi zisikuchanganye. Yanaweza kuwa ya rangi yote tu. Hivyo tazama tu na utaniambia ulilolipenda, alafu tutaanzia hapo hapo. Dia alisema na kufungua tabu yake, sehemu ya picha za hiyo michoro na kumkabidhi Cindy. Magauni yalikuwa mazuri sana. Hata mimi mwenyewe siwezi kuchagua naona yote yanafaa tu. Lakini Cindy hakufurahia kabisa mchango wangu. Cindy akasema kwamba bora ningekuacha tu. Yaani wewe kila nguo unasema inafaa, kila nguo inafaa, kila nguo inafaa. Mimi nataka nguo moja tu bwana, sio zote. Nikamwambia kwamba Cindy, wewe ndio utakayekuwa ndani ya hilo gauni na sio mimi. Ninapokuambia kuwa kila nguo itakupendeza, ninamaanisha kuwa una mwili mzuri sana, hata uvae nguo ipi bado itakupendeza. Kwa hiyo wewe ufuate moyo wako na uchague kile ambacho unakipenda moyoni. Nilimwambia hivyo baada ya kuona napata hasira ambazo hazina kichwa wala miguu. Simu yangu ambayo ilikuwa pembeni ikiita. Nilipoitazama na kuona jina la utani nilompatia Kian, niliinuka haraka na kwenda kupokea ile simu jikoni. Hey Foxy, natamani ungekuwepo unipe massage Mgongo wangu na miguu vyote vinaniuma vibaya mno. Yaani nimechoka sana. Wewe ndio ulichagua hiyo kazi ya kutesa mwili. Ona kama mimi, mimi hapa nipo nimerelax, yani siwazi mambo ya mazoezi. Unajua wanasema mwanaume atakula kwa jasho na mwanamke atazaa kwa uchungu. Nasubiri siku utakayokuwa unajifungua mtoto wetu na mimi nikucheke kama unavyonicheka hapa sasa hivi. Kiana alisema hivyo kwa utani, lakini maneno yake ya kuhusu mtoto wetu yaliingia moyoni. Na akili yangu iliniletea picha ya Kiani akiwa amebeba mtoto wetu akimbembeleza na mimi nikiwa pembeni kimtazama. Hiyo picha ilinifanya nitabasamu. Ni kitu ambacho ninatamani kitokee siku moja. Foxy, unafanya nini? Mbona umekaa kimya hivyo? Hamna buba, kuna wazo tu limenijia akilini, lakini tachana nalo. Kwa hiyo utafanyaje sasa kuhusu maumivu? Hapa dawa tu ni kuchua misuli na dawa, alafu nioge na maji ya moto nilale. Nitaka tu nikulalamikie, sio mara ya kwanza yani najikuta kwenye hali kama hii. Kuna siku kocha anakuwa na hasira sana, yani anatupigisha zoezi hadi yani unaanza kujutia maamuzi yako ya kuwa mcheza mpira. Unapenda kudeka sana wewe. Nitakuja nimuulize mama yako ulivyokuwa kipindi upo mdogo. Bila shaka wewe ndio wale watoto wanaodeka. Mama akipiga hatua upo hapo nyuma tu. Wewe unataka kuruka stage Hata hujanikubali lakini unataka kumuona mamangu tayari. Wewe mwanamke wewe, unajua nakupenda sana. Kichwa wewe. Unajua ninachomaanisha buba? Naelewa kabisa. Unataka kumuona mama yangu au nimekosea? Hujakosea. Nataka kumuona mama yako, nimwambie jinsi gani tulivyo msumbufu. Nitamwambia ukweli kuwa nampenda kijana wake lakini ni msumbufu na wala hataki kunisikiliza nikimwambia jambo. Alafu tutaona atasemaje. Hello? Buba, ndio umelala au? Mara, unanipenda? Oh Mungu wangu. Ni kama ndoto vile ama naota. Unataka kunipatia mshtuko wa moyo. Yaani Mara, unanipenda? Unaongea nini wewe? Hayo maneno umeyatoa wapi? Nimeyatoa mdomoni kwako. Umesema hapo kuwa utamwambia mama yangu unanipenda. Au sijakusikia vizuri? Kwa hiyo unanipenda? Kwa nini sasa unaendelea kunizingua Mara? No. Nimesema hivyo kweli? Nitulia kuvuta kumbukumbu na kujikuta nikitamani kujinasa kofi. Ndio nimesema hivyo. Kwa nini mdomo wangu umeropoka jamani? Sijui hata kama hiki ninachokisikia ni upendo au ni nini. Hasa kwa nini ropoke jamani? Kian, kuna kitu nafanya hapa, kwa hiyo naomba tutafutane kesho au ukiamka naomba unipigie. Foxy. Unataka kukimbia badala ya kukubali kuwa unanipenda. Okay, una usiku mwema, lakini ujue tu nikiamka lazima nikupigie tuendelee na hii mada. Sawa, usiku mwema, bye. Nilimwambia nakata simu huku nikishusha pumzi. Mbona huu mdomo wangu hauna ustaarabu hata kidogo? Huyo ni Kian. Sauti ya Dale nishtua sana. Nilipogeuka na kumtazama hata sikujua nimjibu vipi. Wakati huu nilikuwa najisikia vibaya sana. Na pili sijui amesikia kuanzia wapi. Naomba tu Mungu asiwe amesikia pale niliposema nampenda. Usiwaze, najua nakupenda sana na ningeshangaa kama angekuwa hajakutafuta wakati wote wawili mko single.
na siwezi kukasirikia wakati hakunipenda kuanzia mwanzo. Mimi ndo nilijilazimisha tu. Hivyo kuwa huru. Kama kuna mtu amekupenda kwa dhati basi, ama kuna mtu anayekupenda kwa dhati basi ni yeye. Na ni mtu mstaarabu sana, kama hawezi kuwa kama Chazi. Kwa hiyo kama ukiamua kuwa naye, una baraka zangu zote. Utakuwa sababu kubwa ya furaha yake, na hicho ndio kitu ninachokitaka kwa Kian. Kwa hiyo kumuona na furaha. Unajua alijitahidi sana kunipenda na kuwa mwaminifu. Ni kwamba tu kila mmoja hakumfaa mwenzake. Kwa hiyo kuwa na amani kabisa mpenzi. Delila aliongea maneno ambayo yaliniacha mdomo wazi. Mimi siwezi kumtakia ex wangu yeyote mema kwako. Sijui kwa upande wako unamtakiaje ex mema? Yaani ni mtu ambaye limekuja limekuaminisha, li mtu salama au unamtakia wewe? Mimi siwezi kumtakia ex mambo mema. Hapana. Ex eti sio adui nyo. Uje uingia kwenye mahusiano mapya afu akuone nadhani mwenyewe alikuwa atamani kuona mlipofikia na mpenzi wako mpya. Atakusababishia matatizo, changamoto kwenye mahusiano yako kila siku. Kama siwezi kumtakia ex wangu yeyote mema, natamani wafe tena kifo kibaya. Wagongo na gali wafe kabisa. Lakini yuko hapa mwanamke kama D ambaye ananipa baraka ya kuwa na Kian. Like seriously? Sasa kitu gani kinachonizuia kuchukua hii nafasi ya kujaribu kuwa na amani na furaha na huyu mwanamume wa pekee maishani mwangu? Anaofanya moyo wangu ufanye vitu ambavyo sijawahi kujua anaweza kufanya. So niliamua tu kumwambia Dia kwamba asante sana D, asante, wewe ni mwanamke wa ajabu sana. Dia akasema kwamba usiwaze, mimi nikuja kuchukua juisi ya kuongeza, kwa hiyo wewe endelea tu na mambo yako. Alisema na kuelekea kwenye friji, kisha akarudi sebleni na jagi la juisi. Niliamua liwalo na liwe. Hivyo nikachukua simu yangu na kumwandikia Kian ujumbe WhatsApp kuwa nakupenda sana sana tu. Natamani kuona huu upendo utatupeleka wapi. Nilituma haraka kabla sijaanza kufikiria mara mbili. Nilipogeuka ili niende sebleni, simu yangu iliita, na awamu hii ilikuwa ni video. Nilipokea huku uso wangu ukijaa tabasamu baada ya kuona sura ya Kian aliyejaa furaha. Moyo wangu ulisimama kidogo kabla ya kuanza kwenda mbio. Foxy, Mara, Gooden, my girlfriend. Kwa sasa hayo majina yote ni ya kwako. Foxy, umejua kunipa furaha ya ajabu sana. Sijui kama nitaweza kulala leo. Hadi yale maumivu yameisha, Naona naweza kukimbia na kuvuka mabara yote haya hadi kukufikia. Ningekuwepo hapo ningekuvuta na kukutanisha midomo yetu, nikubusu hadi ushinde kupumua. Na usisimke kama unavyokuaga kila wakati nikifanya hivyo. Kabla hajamaliza maneno yake nilimkatisha nikasema kwamba buba, usianzisha mambo ambayo huwezi kuyamaliza. Acha kunichanganya akili, sawa? Huko ni usiku, lakini huku ndio kwanza mchana. Naomba usinichanganye kabisa wakati siku bado ni ndefu. Nilimwambia na kumfanya Kian acheke sana. Unadhani kwa sababu niko bara jingine ndio siwezi kukufikisha kileleni? Ukifika nyumbani usiku nipigie nikuonyeshe namna nitakavyo kuchanganya zaidi. Kian alisema kwa sauti nzito kuliko kawaida ambayo ilinifanya nisisimke. Nikamwambia kwamba bye buba, mimi sitaki uchekwe kuamka kesho kwa sababu ya mpenzi wako. Hata sitaweza kulala Foxy. Akili yangu inawaza kuwa karibu na wewe tu. Nakupenda sana Mara. Nakupenda pia Kian, usiku mwema. Nilimwambia hivyo. Alinipungia tu mkono huku akibusu simu kisha akakata. Nirudi sebleni huku uso wangu ukijaa tabasamu ambalo haliwezi kuzuiliwa. Sasa Cindy kwa tabasamu akasema kwamba wakati umetoroka kwenda kubebika, nimefanya mambo yote niliyohitaji kufanya. Kwa hiyo malizia juice tuondoke. Nilipoangalia simu nilishtuka baada ya kuona nusu saa imepita tangu nitoke kuongea na Kian. Nibaki kimya na kunywa juice sababu najua D anaumia hata kama haoneshi. Hivyo hakuna haja ya mimi kuongelea habari zangu na Kian mbele yake. Tayari najisikia vibaya kwa jinsi alivyogundua hili. Lakini jambo la maana ni kuwa Kian ananipenda na mimi nampenda. Jamani, new couple in town. Wengi ambao mko mnatamani sasa kuweza kuona couple hii kati ya Kian na Mara hatimaye imeweza kufikia katika sehemu hii ya 10, sawa? Lakini kuna watu ambao pia mnauliza kuhusu Zaki bado yupo. Na nikwambie tu kwamba tumebakiza sehemu 2 tu kuweza kufika mwisho mwa hii simulizi. Zaki bado yupo. Bado yupo sana. Na unadhani D amebariki kweli haya mahusiano ama ni uongo? Unadhani yani kuna usalama kweli mtu uambiwa kwamba yani nakukabidhi mpenzi wangu kwa na amani nini yupo hivi? Ni kweli jamani? Kwa tutakuja kufahamu mengi zaidi, lakini kikubwa ni kwamba haya mahusiano ambayo tulikuwa tunatamani kuyaona hatimaye yamekuja kutokea katika sehemu hii ya 10.
tumebakiza sehemu 2 tu msikilizaji kufika mwisho mwa hii simulizi. Hii ni weekend, ngoja nami nipumzike kidogo, sawa Yes, tukutane sehemu inayofuata. Muda tulikuwa nami Lucas Lumbasi na mtayarishaji wa hii simulizi ni Chuchu. So God be with you. Till we meet again. Bye bye.